Bwana mtazamaji wa Wasafi Media, ripoti leo zinatokea hapa kituo cha polisi cha Kati jijini Dodoma, ambapo kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma George Katabazi amezungumza na waandishi wa habari, na kikubwa zaidi ametoa taarifa ya operation ambayo inafanywa na jeshi la polisi mkoa wa Dodoma, na wamefanikiwa kukamata vitu vya wizi ambavyo ni magodoro, televisheni pamoja na kompyuta aina ya laptop. Lakini pia wamefanikiwa kukamata madawa ya kulevya aina ya bangi pamoja na skangaga. Hii hapa ripoti kamili, anatueleza namna ambavyo operation hii ilivyofanyika katika jiji la Dodoma na kuwakamata watu kadhaa. Mimi ni askari wa On Air Carlos Ngonya. Hii hapa ripoti kamili. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma katika kuhakikisha ulinzi na usalama unaendelea kuimarika katika mkoa wa Dodoma, limeendelea kufanya misako, doria na operesheni kwa kipindi cha kuanzia mwezi Februari mwaka 2025 na kukamata watuhumiwa 103 wa makosa mbalimbali ikiwemo wizi, uvunjaji, ubakaji, ulawiti na kuokoa mali zilizokuwa zimeibwa. Katika operesheni hiyo, tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya asubuhi saa 12:30 za asubuhi katika mtaa wa Michese uliopo kata ya Mkonze, wilaya ya Dodoma, tulimkamata Focus Kasinje, huyu ana umri wa miaka 23, na Isaya Alberto maarufu kwa jina la Spata, wakiwa na TV 5 zilizaniwazo kuwa ni mali za wizi. Pia tulifanikiwa kukamata dawa za kulevya aina ya mirungi, aina ya bangi, dawa za kulevya aina ya bangi yenye uzito wa kilo 25, pikipiki 7 ambazo hutumika kwenye matukio mbalimbali ya uhalifu, mali zilizaniwazo kuwa ni za wizi ikiwemo magodoro 6, guta 1 ambalo lilikuwa likisafirisha simenti au saruji mifuko 25. Lakini tulifanikiwa kukamata vile vile laptop 2, simu 9 pamoja na vifaa vya kutendea uhalifu ambavyo ni nyundo, bisibisi, visu, mashine ya kukata vioo vya madirisha na milango ya aluminium, pamoja na mkasi wa kukata bati. Operesheni au msako na doria hii ni endelevu, na jumla ya watuhumiwa 32 wamefikishwa mahakamani. Na nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Dodoma na wa Tanzania kwa ujumla waache kujihusisha na vitendo vyovyote vya uhalifu.